lakini si hivyo. Fakunna ba'duna, baadhi yetu tulikuwa ni walevi. Fajaana Ramadhan fatarakna, ilipokuja Ramadhan ni kana kwamba ni mwalimu ambaye alikuja kuambia walevi acheni ulevi. Wa bihamdillah, na kwa tawfiki ya Allah walevi wakaonekana wamewachilia mbali suala hilo kwa ajili ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa kunna ba'duna, na baadhi yetu tulikuwa tunaenea machafu ya zinaa, na baadhi tukawachukua mpaka mabinti za watu pengine tukaishi nao katika majumba yetu. Wa ina majaa Ramadhan, lakini ulipokuja mwezi mtukufu wa Ramadhan, faraaina ba'dana, tukawaona baadhi yetu taraku dhalika wa talaqu nisaahum, wameacha hivyo na wakawaambia wale wake zao ambao si wa halali kwa wao, ayatina ilaihim, warejee kwao, kisha wao wajikurubishe kwa Allah kwa kuepukana na uchafu wa zinaa. Wa ba'duna kunna la nubirra ala walidaina, baadhi yetu tulikuwa ni wasusuavu, hatuwatendei wema wazazi wetu. Bimannihi wa karamihi wa bitawfiqillah, tumeona mwezi wa Ramadhani ulipoingia, aqbalna ila hadha wa in lam nakun kullun, hata kama si wote, lakini wapo ambao mioyo yao ililainika wakarejea katika taa ya kumcha Allah kwa kuwatii wazazi wao. Walaisna kadhalik, kunna ba'duna la yusallimu ba'd, kuna baadhi yetu walikuwa hawasalimiani, huyu wanapita na huyu wanapita. Faina ma jaa Ramadhan, ulipokuja mwezi mtukufu wa Ramadhan, faraaina ba'dun yusafihu ba'd, tukaona baadhi wakiwasalimia baadhi, na wakaondoa alhikdi walhasadi waltamaa walbaghdha min qulubihim, wakaondoa yote haya, chuki, kuoneana wivu, kutokupendana, yote haya wakaondoa katika mioyo yao, lillahi tabaraka wa taala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Ahibati fillah, nuridu an na'lam, tunataka tujue, hal fa'alna hadha lillah au li Ramadhan, hivi haya tunayoyafanya katika mazuri tuliyafanya kwa ajili ya Allah au tuliyafanya kwa ajili ya Ramadhan? Ndugu zangu katika imani, alipokufa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fazaa nnas, watu walipofedheheka sana, watu wakalia, watu wakahuzunika. Fabadhum mastata'u alqiyam, baadhi yao wakashindwa kusimama hata mahala walipo. Wabadhum qalu ma mata rasulullah, na baadhi yao wakasema sallallahu hajafa, kama alivyosema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akasema nikisikia mtu anasema ya kwamba Muhammad amekufa, aqta'a raqabata, mimi nitakata shingo lake. Fi hadhihi al-faz'a adhima, katika mfadhaiko mkubwa huu kuna baadhi ya watu min as-sahabati rasulillah taraku ba'd at-ta'at, waliacha baadhi ya taa kwa kufa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qara'na fi tarikh, tumesoma katika historia ya kuwa faminhum man mana'u zakata, wapo ambao waliziwia nguzo katika nguzo za Uislamu, nguzo ya kutekeleza ibada ya zaka. Fajaahum Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiq akaja akawaambia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kalimat, yote ambaye alikuwa akimwabudu Muhammad atambue kwa hakika Muhammad amekufa, na hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia innaka mayitun wa innahum mayitun, hakika wewe Muhammad ni mtu wa kufa mtarajiwa, na hawa wafasi wako, muslimuhum wa kafiruhum, mushrikuhum wa taatuhum, yoyote ambaye ni mfuasi wako, awe ni mwema ni muovu, awe ni mshirikina au ni mwenye ikhlas, awe ni kafiri au ni muislam, wa innahum mayitun. وفي هذه الحالة اطمأن قلوب الصحابة, walimwambia maneno haya na Abu Bakr Siddiq mioyo yao ikatulia, na akawasomea kauli ya Allah
isipokuwa ni mtume, qad khalat min qablihi rusul, na wamepita kabla yake mitume. Limadha ataitu bihadhihi alqissa, kwa nini nimeleta kisa hiki? Tunatakiwa tufahamu ya kuwa kama alivyokuwa Muhammad ni mtume kama mitume wengine, na akapita akaondoka, basi hivyo ndivyo ambavyo itakavyokuwa kama ilivyo Ramadhani. Mtume alikuja akaondoka, watu walikuwa katika taa wakapeleka na kurejea kwa yale waliokuwa nayo. Sisi umetujia mwezi wa Ramadhani, aqulu lakum ma kana Ramadhan illa shahrun kashhurin akhar, haikuwa Ramadhan isipokuwa ni mwezi kama miezi mingine, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliufadhilisha zaidi ya mengine, na akasema lengo la kufanya hivyo la'allakum tattaqun, ili nyinyi mweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-ulama hinama yuwattiquna Ramadan kaannahu yaqul la tarji'u ila ma kuntum ilayh. Ulama wanasema Ramadhani inapokuwa inatuaga na kuondoka, kana kwamba unapoambia Ramadhani la tarji'u ila ma kuntum ilayh, msirudi kwa yale ambayo mliokuwa nayo kabla ya Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, wapo ambao tulikuwa hatufai kabla ya Ramadhani, tunaingia katika ibada, kila mmoja atambue Ramadhani inamwambia mimi nilikwambia uniabudu mimi, nilikwambia uniabudu mimi, nimekuja kukufundisha umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo nimekuja kukufundisha umwabudu Allah, sija kufundisha uniabudu mimi na baada ya kuondoka urejee kwa yale ambayo uliokuwa nayo. Tulikuwa tuna walevi tumeacha kwa Ramadhani, au Ramadhani imetuambia tuache kwa ajili ya Allah, kama vile ambavyo mtume alikuwa akiwalingania watu sio umwabudu yeye, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeacha mengi tuliokuwa nayo kwa ajili ya Ramadhani, ili tusiwe miongoni mwa wale ambao walikuwa wakiabudia Ramadhani. Tunataraji biidhnillah subhanahu wa ta'ala an nabqa ala ma kunna alayhi fi Ramadan, tubakie kwa yale ambayo tulikuwa nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ibadallah, innana qad baqaina fi Ramadan, kwa hakika sisi tumelia sana, wasallaina tukaswali sana, watasaddaqna tumetoa sana sadaka, wakad ahsanna ba'duna ba'da tumefanyiana ihsani baadhi yetu kwa baadhi yetu. Ikiwa kweli haya tuliyafanya si kwa ajili ya kiumbe hiki cha Ramadhan, tuliyafanya kwa ajili ya Allah, tataraji kama vile ambavyo tulikuwa tukiswali, kama vile ambavyo tulikuwa tukihurumiana, kama vile ambavyo tulikuwa tukipendana, kama vile ambavyo tuliacha ulevi, kama vile ambavyo tuliacha bangi, kama vile ambavyo tuliacha zinaa, kama vile ambavyo tuliacha mengi yaliyokuwa machafu, tukarejea kwa Allah tataraji. Baada ya kuwa Ramadhani imeondoka, hatukuwa tukiabudia Ramadhani, tubakie kwa yale ambayo tulikuwa tukiyafanya. Ndugu zangu katika imani, akhiran, jambo la mwisho, qala ulama wanasema in kana Ramadhan mudarris, ikiwa Ramadhan ilikuwa ni mwalimu ambaye anatufundisha mambo kadha wa kadha, kwa yaumu iqta'u shahadati wa yaumul fitr, siku ya kutoa shahada kwamba fulani amefaulu kweli kwa kufaulu, kama alivyosema Allah la'allakum tattaqun. Siku ya kupewa vyeti ni siku ambayo ni siku ya Eid al-Fitr, baada ya mwalimu wetu kuondoka na kuwa ametufundisha mambo mbalimbali, anataka tuone siku ya kwanza tutafanyaje. Ndugu zangu katika imani, uridu an asalakum suala, nikuulizeni swali muhimu sana. Lau adrakna wahid, lau kama tukimwona mtu yaktasil, akioga, thumma
nimwagieni uchafu. Unamwagia uchafu ule, baada dhalika yarja al-ightisal, baada ya hapo anarejea kuoga. Kisha akitoka anamwambia watu nimwagieni uchafu vile vile, au mwenyewe anajimwagia uchafu akipata tope. Madha nadhunnu alayhi sitamwambia vipi? Nadhunnu annahu ahmaq au majnun. Tambalia kila mmoja kwamba huyu bwana hana akili sawa sawa, kwamba huyu bwana ni mwewe au mwana wazimu, kwa sababu hakuna kazi ya namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an asema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Enyi Waislamu, enyi waumini, mmejitahidi sana kuyafanya mazuri ndani ya Ramadhani, na kutahadharisheni msiwe kama yule mwanamke ambaye naqadat ghazlaha. Qala Ibn Kathir, ulama wa tafsiri unasema kana fi Makkah mar'a, katika mji wa Makkah kulikuwa kuna mwanamke mmoja kanat majnuna, mwanamke huyo alikuwa hana akili sawa sawa. Fa akhadhat tamsij, akawa yeye anashona ukili, anashona mkeka. Wa baada itimami, baada ya kukamilisha kushona ule mkeka, yamyusiha, anaukunjua, anafumua mwanzo mpaka mwisho, kisha anarudia tena kuufuma. Huyu mwanamke huyu alikuwa ni mwenda wazimu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia, enyi waumini, wala takunu kallati naqadat ghazlaha, msiwe kama mwanamke huyu amefanya tabu ya kushona mkeka wake mwanzo mpaka mwisho, lakini kwa sababu akili iko sawa sawa akarudia kufumua mwanzo mpaka mwisho, kila akimaliza anaanza tena. Hilo ndio kazi yake. Kadi mara na Ramadhani kukumalizia, imepita Ramadhani nyingi, ya man indaka 50, wewe una miaka 50, una miaka 30, una miaka 40, la shaka Ramadhani zimetupita nyingi. Mara ngapi tunatumia kwa Allah, mara ngapi tunaacha yale ambayo tulikuwa nayo, na mwisho wa siku baada ya Ramadhani tunarejea kwa yale ambayo tulikuwa nayo. Infaana hadha, ikiwa hii ndio tabia yetu, twajifananisha na mwanamke huyu ambaye alikuwa akifanya kazi ya kushona ukili na ukindo, na baada ya kumaliza anarejea kufumua mwanzo. Itakuwa ni ajabu tumetengeneza sadaka, itakuwa ni ajabu tumetengeneza siyam, itakuwa ni ajabu tumetengeneza sala, itakuwa ni ajabu tumetengeneza ihsan, itakuwa ni ajabu kila mazuri tuliyofanya ikaonekana siku ya kwanza kila mmoja ameharibu pasina ya kujali. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa wale ambao tutadumu kwa yale ambayo tuliyokuwa nayo ndani ya Ramadhani. Ahbabi fillah, siku moja Abdul Aziz huyo ni alikuwa maarufu katika historia. Siku moja mabinti zake wanamwambia, ya abana, ewe baba yetu, faqad adrakana al-ida, hii imekaribia, hii ni kesho. Wama indana al-malabis, sisi hatuna mavazi mazuri ya kuvaa na kupendeza siku ya Eid. Abdul Aziz akamwambia, isa al-Eid liman labisa al-jadid, innama al-Eid liman khafa yawma al-Eid. Hakuna Eid inayozingatiwa kisheria, inayozingatiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa yule ambaye atakayevaa mavazi mapya akatoka amependeza siku ya Eid. Haya zingatiwi sana katika sheria. Innamal Eid liman khafa yawmal wa'id. Eid iliyokuwa kweli, Eid yenye matunda, Eid inayotakiwa kisheria ni Eid ya yule ambaye atakayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Eid. Laysa al-Eid liman basata al-bisat wa taqarraba an-nasu ilayhi wa akalu wa sharabu ma baru. Eid si kwa yule ambaye alitandika busati nyumbani kwake akawakaribisha watu na amri jambo zuri, wakala wakanywa, wakawa kama mizimu pote wanatua, pombe wakatumia, bangi wakatumia, kisha wakasema tunasherehekea siku ya Eid. La wakalla, Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe tusiwe miongoni mwa hao. Ayuha albanatu almuslimat, ayuha alummahat almuslimat, enyi wakina mama wa Kiislamu, enyi wakina dada wa Kiislamu, fa innakunna kuntunna tatahajjabna qabla Ramadhan wa fi Ramadhan. Hakika yenu nyinyi mliacha muziki, mkaacha vigodoro,
mkivaa hijabu za heshima, mkawa mkivaa mavazi ya heshima, mkawa mnajifundisha kwa Allah kwa kufunga siamu ya Ramadhani. Faasafukum malasaf, itakuwa masikitiko yaliyokuwa makubwa. Faaina kunna, ikiwa tutaoneni, tarjiuna ila tabarrujat, mnarejea katika hali mliokuwa nayo, mkazitupilia mbali shughuli zenu, mkatupilia mbali hijabu zenu, mkatupilia mbali sala zenu, mkatupa yote yaliyokuwa mazuri, eti kwa sababu imeondoka Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie na kuhifadhi Waislamu, wakina baba kwa wakina mama, tubakie katika maisha haya mpaka siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatuambia kuna washrabu hanian bima aslaftum fil ayami al-khaliya, kuleni kutokana na yale mliyotanguliza katika siku za Ramadhani. Hata qala Mujahid, katika siku za Ramadhani tulitanguliza mazuri na baada ya kuondoka hamkurejea kwa yale ambayo mlikuwa nayo. Hivyo kuleni, kunyweni, furahikeni. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwao. Ndugu zangu katika imani, leo ni siku ya kukaribishana. Leo sio siku ya kukunjiana uso. Leo sio siku ya kumwangalia fulani kana kwamba anataka kukatisha kuja kwangu. La, hii ni siku ambayo kila mmoja aonyeshe sura ya furaha, aonyeshe sura ya upendo, aonyeshe sura ya kumkaribisha mwenzake na kumwambia karibu, na kila mmoja awe anatamani mwenzake aje kwake. Hii ndiyo Idi, na kikubwa na la muhimu, wakati mnasherehekea, mnaruhusiwa kusherehekea kwa aina yote mnayotaka. Sharti tu msherehekee kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuyaridhia. Allah atujalie sote tusherehekee Idi kwa yale ambayo anayapenda na kuyaridhia. Na kumalizia, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama Ramadhana, yoyote ambaye atakayejaliwa kufunga mwezi wa Ramadhani, thumma atba'a sita min Shawwal, kisha akafuatisha masiku sita katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyamu dahr, mtu huyo atahesabika kana kwamba ni mtu ambaye amefunga dahr. Fursa hii itakuwa ni adhimu na itakuwa ni ajabu. Muislamu ameweza kufunga mwezi mzima kisha akashindwa kufunga masiku sita katika mwezi wa Shawwal. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotuafikisha kufunga mwezi wa Ramadhani, basi atuafikishe tufunge sita min Shawwal. Bila ya kusahau wale ambao wamejaliwa kutoa zakatul fitr, wahakikisha wanazifikisha kwa walengwa. Na yale ambayo unayepokea, usiwe somba, usiwe kusanya, ukachukua huku, ukachukua kule, ukachukua na huku. Ndani ya mwezi ya siku moja watu wanatakiwa wapate kilo 2.5, wewe ukapata bebe ya kilo 20, alafu unasema mimi zakatul fitr. Dhulma, hii ni dhulma, kwani kuna wengine pengine leo hawajui wanakula nini na watasherehekea vipi. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe iwe hivyo. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وفقنا إلى ما تحب وترضى، وجنبنا عما تحب ولا ترضى. اللهم إننا في يوم العيد، اللهم نسألك يا الله أن تجنبنا الشياطين، أن تجنبنا الشيطان، أن تفرق علينا الحرام، أن تفرق علينا النظر بالحرام، أن تفرق علينا استماع الحرام،